Uwekezaji ni moja ya njia ambayo inamwezesha mtu kujenga mafanikio, kuongeza kipato na kupata uhuru wa kifedha kwa muda mrefu. Uwekezaji unahitaji kuwa na malengo, maarifa, nidhamu na uamuzi sahihi. Hata ukiwa na mtaji mdogo, unaweza kuanza hatua kwa hatua na kukuza uwekezaji wako kadri muda unavyozidi kuongezeka. Mwekezaji mwenye mafanikio ni yule anayejifunza kabla ya kuwekeza, anayefuatilia maendeleo ya uwekezaji wake na anayejifunza kutokana na changamoto zinazojitokeza, kwa sababu uwekezaji ni safari inayohitaji uvumilivu, mipango, malengo, mkakati, utafiti na ufuatiliaji. Njia ya kwanza, fahamu malengo yako. Kabla ya kuwekeza ni muhimu kujua kwa nini unataka kuwekeza. Ukiwa na lengo ambalo lipo wazi, itakuwa ni rahisi kuchagua uwekezaji unaokufaa. Malengo huwa yanatoa mwelekeo na kukusaidia kufanya maamuzi yenye busara. Kwa kupanga kiwango cha fedha unachotakiwa kuwekeza na muda ili uweze kufikia hayo mafanikio. Kama lengo lako ni la muda mfupi, unaweza kuchagua uwekezaji unaoweza kukupa faida kwa muda mfupi. Na kama lengo lako ni la muda mrefu, unaweza kuchagua uwekezaji unaokuwa taratibu lakini wenye faida kubwa baada ya muda fulani. Bila malengo, unaweza kutumia fedha zako bila mpangilio na ukashindwa kuona maendeleo ya uwekezaji ulioufanya. Malengo yatakupa motisha ya kuendelea hata kama unakutana na changamoto na vikwazo mbalimbali. Kuna nyakati ambazo uwekezaji unaweza usikue kama ulivyotarajia, lakini ukiwa unakumbuka sababu iliyokufanya uanze kufanya huo uwekezaji, unazidi kupata nguvu ya kuendelea kuwekeza. Kila mwekezaji anapaswa kuandika malengo yake na kuyapitia mara kwa mara ili msaidie kujua kama bado yupo kwenye njia sahihi. Njia ya pili, chagua aina ya uwekezaji. Baada ya kujua malengo yako, hatua inayofuata ni kuchagua aina ya uwekezaji unaokufaa. Kuna aina mbalimbali za uwekezaji, inaweza kuwa ni biashara, kilimo, ufugaji, usafirishaji, hisa, hati fungani, real estate na mifuko mbalimbali ya uwekezaji. Kila aina ya uwekezaji ina faida, changamoto na kiwango chake cha riski. Ni muhimu kufanya utafiti kabla ya kuamua ufanye uwekezaji gani, kwa kuangalia malengo yako na mtaji ulionao. Unapochagua uwekezaji, lazima uzingatie kiwango cha mtaji ulichonacho, maarifa ulionayo na muda unaoweza kuutumia kusimamia uwekezaji huo. Usifate mkumbo wa kuwekeza bila kutafakari kama huo uwekezaji unaendana na uwezo wako ili uepuke kupata hasara. Chagua uwekezaji unaouelewa na ambao unaweza kuusimamia vizuri. Unavyokuwa na taarifa sahihi, ndivyo unavyoongeza nafasi ya kufanya maamuzi mazuri na kupunguza uwezekano wa kupata hasara. Njia ya tatu, fuatilia mtaji wa uwekezaji. Mtaji ndio msingi wa uwekezaji wowote. Baada ya kuanza kuwekeza, ni muhimu kufuatilia jinsi mtaji wako unavyotumika. Hakikisha unajua kiasi cha fedha kilichoingia, kiasi cha fedha kilichotumika na kiasi cha fedha kilichobaki. Ufuatiliaji huu utakusaidia kujua mtaji wako unavyotumika vizuri au unavyopotea kutokana na matumizi ambayo hayana ulazima. Ni muhimu sana kutenganisha fedha zako za uwekezaji na matumizi yako binafsi. Wafanyabiashara wengi huwa wanaingia kwenye matatizo kwa sababu wanachanganya fedha za biashara na matumizi yao binafsi na kusababisha biashara kufa kutokana na kupungua kwa mtaji. Lakini pia hakikisha unaweka kumbukumbu za mapato na matumizi. Andika kila fedha inayoingia na kutoka. Kumbukumbu hizi zitakusaidia kufanya tathmini ya maendeleo ya uwekezaji wako, kuongeza au kuboresha mtaji wako. Njia ya nne, fuatilia faida ya uwekezaji. Lengo kuu la uwekezaji ni kupata faida, na ni muhimu kufuatilia faida unayoipata mara kwa mara. Kufuatilia faida ni kutathmini kama uwekezaji unakuwa au unafikia kwenye malengo uliyoyaweka. Faida inayopatikana inapaswa kutumika kwa busara. Badala ya kutumia faida yote kwenye matumizi binafsi, ni vizuri kutenga sehemu ya faida kwa ajili ya kuendeleza uwekezaji ili uzidi kupata faida. Kurudisha sehemu ya faida kwenye biashara au uwekezaji huwa inasaidia kuongeza mtaji na kukuza biashara kwa kasi. Kitu cha muhimu zaidi ni kufuatilia sababu zinazoongeza au kupunguza faida. Huenda faida ikawa inapungua kwa sababu ya gharama kubwa, ushindani, huduma mbaya au mabadiliko ya soko.
Ukijua chanzo cha tatizo, utaweza kuchukua hatua mapema na kuboresha utendaji kazi na uwekezaji wako. Njia ya 5, fuatilia hasara za uwekezaji na mbinu za kukabiliana nazo. Hakuna uwekezaji ambao hauna riski kwa sababu ya kupata hasara kutokana na mabadiliko ya soko, kushuka kwa mahitaji ya bidhaa au maamuzi ambayo sio sahihi. Njia mojawapo ya kukabiliana na hasara ni kufanya tathmini ya mara kwa mara ya uwekezaji wako. Chunguza kitu kinachosababisha matatizo na tafuta suluhisho mapema. Na pia usiweke mtaji wako wote kwenye uwekezaji mmoja. Kugawa uwekezaji kwenye maeneo tofauti tofauti kunaweza kupunguza hatari ya kupoteza kila kitu kwa wakati mmoja. Endelea kujifunza kuhusu uwekezaji na kuboresha ujuzi wako wa kifedha. Soma vitabu, hudhuria mafunzo mbalimbali na kupata ushauri kutoka kwa wataalamu wenye uzoefu. Maarifa sahihi yatakusaidia kufanya maamuzi mazuri, kupunguza hasara na kuongeza nafasi ya kufanikiwa kwenye uwekezaji wako. Kuanza uwekezaji kunahitaji maandalizi mazuri kuliko haraka ya kutafuta faida. Kufahamu malengo yako, kuchagua aina sahihi ya uwekezaji, kufuatilia uwekezaji kupitia mtaji, faida na kujifunza jinsi ya kukabiliana na hasara ni hatua muhimu zinazojenga msingi wa mafanikio ya muda mrefu. Anza na ulichonacho, jifunze kila siku, kuwa mvumilivu na endelea kujifunza mbinu nzuri za uwekezaji ambazo zinaendana na uwekezaji unaofanya.